Ngoja tukisogeze kijiti kwake Nasir Halfan. Mmemsikia rais wa TFF? Yeah. Wewe uko wapi? Kusema kweli ni kauli ambayo binafsi yangu imezidi kunisikitisha. Yes. Umeshikwa na simanzi. Yani imezidi kuniweka kwenye sitofahamu juu ya mpira wa Tanzania. Kila siku zinavyoenda ndio jinsi ambavyo unazidi kukosa imani na mpira wa Tanzania. Tena kutokana na watu ambao wapo kwenye nyadhifa muhimu, baadhi ya vitu ambavyo wanavifanya na baadhi ya kauli ambazo wanazitoa. Watu wanaweza wakachukulia poa, lakini president ameongea kauli ambazo ni nzito sana. Yes, ameongea kauli ambazo ni nzito sana. Na ukienda deep zaidi, kauli ambazo amezungumza ni kama anataka kutumia udhaifu wa jambo moja kwenda kuhalalishia kosa la jambo jingine. Kwanza hajakanusha kwamba bodi hawajakosea, lakini alichokisema yeye kwamba viongozi wenu pia nyinyi wapo sawa. Kwa hiyo kama viongozi wa vilabu hawapo sawa, yeye anataka kwenda kuhalalishia pia na makosa ya bodi ya ligi, kitu ambacho sio sahihi. Hatupo hapa kuhalalisha kosa kwa kosa. Tupo hapa kujitahidi kupunguza madudu ambayo yapo kwenye mpira wetu. Na kwa yanayoendelea kwa season hii tu inatuonyesha jinsi gani mpira wetu ambavyo una mambo mengi ya hovyo. Kwa cheo cha president, yeye alitakiwa kusimama imara kutupunguzia madudu kwenye mpira wetu. Lakini kwa kauli yake inaonekana yupo pale kuhalalisha kosa kwa kosa. Amesema hadharani kwamba viongozi wenu wapo salama. Kuna baadhi ya viongozi labda hawakutakiwa hata kuwepo kwenye hizo sehemu ambazo wapo hivi sasa. Sasa kwa level ya president, yeye ndo ambaye anatakiwa kusimamia huu mpira uende kwenye njia ambayo ni sahihi. Lakini kama anajua kuna viongozi hawapo sawa na hawafai kuwepo kwenye baadhi ya sehemu ambazo wapo, yeye anafanya nini kuhakikisha watu ambao hawatakiwi kuwa kwenye mpira wanaendelea kuwa hapo? Kwa nini? Yani president anafanya nini kuhakikisha hao ambao hawafai kuwepo kwenye mpira wetu wanaendelea kuwa? Kwa nini? Yeye anafanya kazi gani? Na najua hapo unaiunganisha na kauli yake ile aliyoitoa uwanja wa ndege kwamba kuna watu wanataka kuharibu mpira wetu huko nini wakacheze huko wako nini wanakofanya huko, sio hapa. Sasa sisi tulitegemea yeye asimame imara tunyoshee huu mpira, lakini sasa matokeo yake anatoa kauli za kuhalalisha kosa kwa kosa, kitu ambacho kinatia simanzi kusema ukweli. Then anaposema kwamba mnataka bodi iwajibishwe, nyinyi mpo salama. Kwani viongozi wa club hawajibishwi? Mara ngapi wamekuwa wakiwajibishwa? Juzi kati tu hapa miongoni mwa staff wa Young Africans walikutana na rungu. Manara aliadhibiwa akiwa Young Africans, tena aliadhibiwa hukumu kubwa ya miaka 2. Kuna watu washafungiwa maisha kwenye mpira. Kwa hiyo hata inapotokea kuna makosa ambayo yamefanywa kwenye uongozi wake, watu wawajibishwe, wasitaki kuhalalisha kosa kwa kosa.